Karibu mtazamaji wangu, karibu katika kipindi chako cha wiki hii na Bwana kutoka Prayer Partners. Katika siku ya leo tunalo somo zuri sana na muhimu sana kwa ajili yako. Kabla ya hapo, naomba tumkaribishe Bwana aweze kutufundisha. Baba, tunakuomba upate kutufundisha, Roho wako Mtakatifu atuongoze. Tuko tayari kujifunza katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Dunia hii imekaribia sana mwisho. Tunasema hivyo, lakini naamini kwamba watu tunakuwa hatujui. Lakini tuko mwisho kabisa. Kabisa. Inawezekana hakutakuwapo chaguzi mbili katika serikali nyingi duniani. Huenda serikali nyingi zikawa na uchaguzi, nchi nyingi zikawa na uchaguzi mmoja tu uliobakia. Basi baada ya hapo Bwana Yesu mwenyewe atarudi. Kwa nini? Biblia iko wazi na wale wanaofuatilia unabii wa Biblia hilo wanalijua. Katika kitabu cha Hosea 6 na lile fungu na ule mstari wa 2 inasema, baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Kwa hiyo anaposema baada ya siku 2 atatufufua, wale wote ambao watakuwa wamelala katika Bwana, ambao watakuwa wamekufa kabla Yesu hajarudi. Hosea hapa anasema baada ya siku 2 atawafufua na siku ya 3 wataishi na Bwana mbinguni. Kwa Bwana miaka 1000 ni sawa na siku moja. Hosea anaongelea miaka 2000, kwamba baada ya miaka 2000, baada ya Bwana Yesu Kristo kufa msalabani, atarudi tena, atawafufua wale waliokufa wakimwamini yeye. Na mwaka ule mmoja, yani ile siku moja, miaka 1000 ni miaka 1000 ambayo watakatifu watakuwa mbinguni pamoja na yeye mwenyewe, Mungu mwenyewe. Sasa hapa tunaona kwamba pale ambapo dunia, Adamu alipoanguka katika dhambi, mpaka wakati wa gharika ilikuwa miaka 2000, yani siku 2. Alafu kuanzia pale gharika mpaka Yesu Kristo anazaliwa ilikuwa miaka mingine 2000. Hii dunia, uhai duniani, sio ambapo imeumbwa, lakini ule uhai duniani, mwanadamu ataishi hapa kwa miaka 6000. Sasa ile miaka 6000 inakaribia sana kutimia. Kwa hiyo ndio maana sasa unabii huu wa Hosea unaongelea hii miaka 2000 ya mwisho toka Yesu alipokufa msalabani mpaka inapotimia miaka 2000, ambapo ndio atarejea kuwachukua watu wake. Na hii miaka 2000 mpaka sasa hivi toka Yesu Kristo amekufa msalabani, chukua 2026, toa miaka 33. Sababu Yesu alikufa msalabani akiwa na miaka 33. Baada ya mwaka wa kwanza ule kuzaliwa, mwaka wa kwanza mpaka mwaka 33 anawekwa msalabani. Leo ni miaka 1993. Miaka 2000 inatimia miaka 7 inayokuja. Huu ni unabii wa Biblia. Mungu akubariki sana. Tujiandae kwa majilio ya Bwana wetu Yesu Kristo. Watu wengi hawajui kwamba kuja kwa Kristo kumekaribia sana kuliko watu wengi wanavyofikiri. Na kukaribisha katika ombi. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, asante kwa neno lako katika siku ya leo. Baba, tujuze na utuandae, Mungu wa mbinguni, kuhusu kuja kwako. Mungu wa mbinguni, tusaidie, na tunaomba tutembee na Roho wako, upate kutupatia Roho wako Mtakatifu, atulinde na atuongoze kuweza kujua unabii na kuzijua siku tunazoishi, kwa maana za hatari na ni siku za mwisho kabisa. Msaidie mtazamaji wangu Baba, mlinde na umbariki. Msaidie katika wiki hii yote, magumu upate kuyarahisisha. Anapokuomba Baba, na kuomba upate kumsikia na kumjibu. Asante Baba, tunaomba na kushukuru katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki.